السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tukiwa tunaendelea na maudhui yetu ya khairukum ama khairun nasi, mbora wenu. Leo insha Allah Ta'ala tutaeleza hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيركم لجاره. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba khairul ashabi inda Allahi khairukum li sahibihi, mbora wa marafiki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye kwamba ni mbora wenu kwa rafiki yake, na mbora wa jirani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule mbora wenu kwa jirani yake. Insha Allah Ta'ala leo tutaeleza sehemu ya rafiki, kesho insha Allah Ta'ala tutaeleza sehemu ya jirani. Rafiki ni katika kiungo muhimu katika mambo ambayo kwamba yanaofungamana na maisha ya mwanadamu. Sisi vijana haswatan wa siku hizi za leo, katika mambo ambayo kwamba yanatuwezesha na ni sababu ya sisi kutafuta mabadiliko ama kutengeneza mawazo yetu, yanatokamana na rafiki. Kila rafiki akiwa mzuri, kila rafiki akiwa mwema, natija inakuwa nzuri na natija inakuwa njema, na kila rafiki akiwa mbaya, natija inakuwa mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kwamba yaumul qiyama tutajuta kuhusu rafiki. Wa yauma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Utakuja juta yaumul qiyama ya kwamba kwa nini nimemfanya mtu fulani ni rafiki yangu. Kwa sababu gani? Laqad adhallani ani dhikri baada idh jaani, amenipotosha. Hidayah iko mbele ya macho yangu, iko nusba ainaya, lakini mimi nikaamua ya kwamba la, nitafata rafiki huyu, nitamsikiliza rafiki huyu, nitafuata mwenendo wa rafiki huyu. Mwisho wa siku, al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Marafiki siku hiyo ya kiyama, ba'dhuhum li ba'dhin adu, wao kwa wao watakuwa ni maadui, illa al-muttaqin, isipokuwa wale ambao kwamba urafiki wao ulikuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Urafiki wao ulikuwa ukiwapeleka misikitini, urafiki wao ulikuwa ukiwapeleka madarasani, urafiki wao ulikuwa ukiwapeleka katika mahala paheri. Watu kama hawa hawatakuwa ni maadui. Ndipo ukisoma katika tafasir katika aya kama hii wanatuambia inna as-suhba au as-sadaqa in lam yakun li ajli llahi fi hadhihi ad-dunya tataqallabu ila adawatin yawm al-qiyamah illa 'inda al-muttaqin. Atuambia inna as-suhba, hakika ya urafiki, in lam yakun li ajli llahi fi hadhihi ad-dunya, ikiwa haitokuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hapa duniani, tataqallabu ila adawatin yawm al-qiyama,
urafiki kama hunu utageuka uwe ni uadui yaum alqiyama, illa inda almuttaqin, isipokuwa kwa wale ambao kwamba urafiki wao ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, urafiki wao ni kwa ajili ya uchaji Mungu. Vipi utachagua rafiki? Ama nani afaa awe rafiki yako? Tuambiwa katika Ta'limul Muta'allim, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi fa in kana dha sharrin fajanibuhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Anil mar'i la tas'al, ukitaka kujua tabia ya mtu usiwe ni mwenye kuuliza sana. Wa absir qarinahu, angalia rafiki yake nani. Fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi, kwani kila rafiki kwa yule aliyo karibu na yeye yaqtadi, anashika tabia. Fa in kana dha sharrin, ikiwa rafiki yule ni muovu, fajanibuhu sur'atan, muepuke haraka sana. Wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi, ikiwa rafiki ni wa khairi, fanya haraka uwe ni rafiki yake, utaongoka. Kwa hivyo ukitaka kunijua mimi ni mtu aina gani, angalia rafiki zangu. Rafiki zangu wakora, hata usiulize mimi ni mkora ama si mkora, mimi nisha qualify automatic, mimi ni mkora. Ikiwa rafiki zangu ni hao minal ladhina, ujue na wewe pia ni minal ladhina. Ikiwa rafiki zako ni wale wema, basi ujue wewe ni wema. Ni wangapi ambao kwamba wazunguka na mashekhe lakini hata Qur'ani hajui kusoma, dini haijui vizuri, lakini watu wakimwamkua kama shekhe, wamwamkua kama alim, kwa sababu mafungamano yake yalikuwa na alim. Na ni wangapi ambao kwamba wanazunguka na wakora, utachukuliwa ni wakora. Hauwezi kuzunguka na mkora alafu watu waone wewe ni mchaji Mungu. Kwa hivyo ikhwatal imani wal islam, tukimalizia, khairul ashabi inda Allahi khairukum li sahibihi, mbora wa marafiki mbele ya Mwenyezi Mungu ni mbora wenu kwa rafiki yake. Kwa hivyo tufanye uzuri kutafuta marafiki wazuri, na pindi sisi tukiwa ni marafiki wa wenzetu tuhakikishe tunawaongoza na tunawapeleka karibu na Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.